Naam, ikiwa ni siku ya Jumanne ya Mei 26, 2026. Ujambo na karibu sana msikilizaji wa Auba Swahili kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya timu nzima itakayokufanikishia matangazo haya, mimi ni Yahya Lisu. Tafadhali ambatana nami mwanzo mpaka tamati. Unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Auba Swahili katika mtandao wa kijamii wa YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Na habari kuu jioni ya leo ni pamoja na gharama zimekuwa nyingi kwa sababu ongezeko la uchukuzi, lazima wenye magari wataongeza bei zao. Rais wa Kenya William Ruto siku ya Jumanne ametangaza kuwa bei ya mafuta ya magari itashuka kwa takriban shilingi 10 katika kipindi kijacho cha mapitio ya bei. Ni lazima kuwepo na hali ya kidiplomasia zaidi katika kutatua mgogoro huu ili Ethiopia iendelee kufanya au kuweka rasilimali zaidi katika ubavu wake. Ethiopia imeishutumu Misri kwa kujaribu kuzuia juhudi zake za kupata ufikiaji wa bahari ya Shamu. Na kuelekea sikukuu ya Eid al-Adha ama Idi ya kuchinja, bei ya wanyama ama vichinjwa zimeripotiwa kupanda hadi 203 huko visiwani Zanzibar. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello is looking for Jutsa Mugabe in space. Jutsa Mugabe looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa uchache leo katika michezo, mshambuliaji Luis Diaz amejumuishwa katika kikosi cha mwisho cha wachezaji 26 watakaowakilisha Colombia kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 itakayofanyika Marekani, Mexico na Canada. Klabu ya Yanga imeweka bayana kuwa inapambana kuhakikisha inatetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya jana kushinda goli 3-1 dhidi ya Namungo FC. Na kikosi cha Mamelodi Sundowns kimetua salama nchini Afrika Kusini na kupokelewa kishujaa na mamia ya mashabiki waliofurika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo jijini Johannesburg. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Hayo ni kwa uchache tu, lakini kwanza ni habari kuu za ulimwengu zikisomwa kwako na Harriet Moga. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Auba Swahili na jina langu ni Harriet Mola. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amewapisha majaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania katika hafla iliyofanyika katika Ikulu ya Dar es Salaam. Uapisho huo umekamilisha uteuzi wake wa majaji 9 aliowateua hivi karibuni kujiunga na mahakama hiyo ya juu zaidi nchini Tanzania. Akizungumza leo katika hafla hiyo muda mfupi baada ya kuwapisha, Rais Samia amesema kwamba majaji hao wamepata uteuzi huo kutokana na utumishi wao uliotukuka ndani ya mahakama, akiwataka kwenda kuimarisha utendaji wa haki na kulinda uhuru wa muhimili huo. Dakar. Rais wa Senegal amemteua mchumi mwandamizi na aliyekuwa afisa wa benki kuu Amdou Al Aminiou kwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko, hatua ambayo imezidisha mgogoro wa kisiasa nchini humo. Senegal inakabiliwa na deni kubwa la umma linalofikia 132% ya pato la taifa. Rais Faye anaunga mkono mazungumzo ya mpango mpya wa msaada wa kifedha wa shirika la fedha la kimataifa, huku Sonko akipendelea suluhisho la ndani zaidi lisilotegemea kimataifa. Waziri mkuu mpya amesema mabadiliko hayo si ya sera bali ni mbinu za utekelezaji, akiahidi kuendeleza uwazi, uadilifu na uhuru wa kiuchumi. Wakati huo bunge la Senegal linatarajiwa kupiga kura kuhusu kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge, hatua inayopingwa vikali na upinzani ambao unafananisha na mapinduzi ya kisiasa. Mvutano kati ya Faye na Sonko umeibua maswali kuhusu mustakabali wa utawala wa chama tawala na juhudi za kufufua uchumi wa Senegal. Teheran. Kiongozi mkuu wa Irani Mojtaba Khamenei amesema mataifa eneo la Mashariki ya Kati hayatatumika tena kama ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika ujumbe wa sikukuu ya Eid al-Adha uliopeperushwa na televisheni ya taifa, Khamenei alisema kuwa ushawishi wa Marekani katika eneo hilo unaendelea kupungua siku baada ya siku. Kauli hiyo inakuja wakati Iran na Marekani zikiendelea na mazungumzo kutafuta makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28 mwaka huu. Wakati hayo kijiri, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema lilidungua droni ya Marekani na kufyatua risasi dhidi ya ndege nyingine zilizoruka kuingia katika anga ya Irani, huku likionya kwamba litajibu ukiukwaji wowote wa usitishwaji wa mapigano.
Hapo jana kamanda mkuu wa jeshi la Marekani alisema kwamba alishambulia maeneo ya kurusha makombora na boti za Iran kusini mwa nchi hiyo. Hata hivyo, Iran haijathibitisha rasmi mashambulizi hayo, lakini vyombo vya habari vya serikali viliripoti mlipuko katika mji wa bandari wa Abbas karibu na mlango wa bahari Hormuz. Riyadh. Idadi ya waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika leo katika uwanja wa Arafat, hatua inayotajwa kuwa ni kilele cha ibada ya Hajj na moja ya siku tukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Kuanzia alfajiri, maelfu mahujaji waliovalia mavazi meupe walifika katika eneo hilo lililoko karibu na mji wa Maka. Katika mlima Arafat wenye urefu wa takriban mita 70, mahujaji walitekeleza ibada ya wakfu Arafa, sehemu muhimu ambayo inaaminika kwamba Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho. Mwaka huu zaidi ya watu milioni 1.5 wameripotiwa kushiriki katika ibada ya Hajj, licha ya mazingira ya wasiwasi yanayosababishwa na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Baada ya kusimama Arafat, mahujaji wataelekea Muzdalifa ambako watakusanya kokoto zitakazotumika katika ibada nyingine ya Jamrat, kitendo cha kurushia mawe nguzo zinazoashiria shetani katika eneo la Mina. Ibada hiyo inatarajiwa kuanza kesho Jumatano. Naam, ni taarifa ya habari kutoka studio zikisomwa na Harriet Mola, na tuanze uchambuzi wa safu ya ripoti zetu jioni ya leo tukianzia nchini Ethiopia, ambapo Ethiopia imeishutumu Misri katika kujaribu kuzuia juhudi zake za kupata ufikiaji wa bahari ya Shamu na hivyo kuzidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi barani Afrika. Huku kukiwa na mzozo wa muda mrefu kuhusu mto Nile, ushawishi wa kikanda na kuongezeka kwa wasiwasi wa usalama wa nishati unaohusishwa na mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz, mwandishi wetu Michael Mohusia ana taarifa kuhusiana na hali ya mambo huko. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia Nabiet Gacheo, Addis Ababa itaendelea kutafuta njia za baharini kupitia njia za amani na endelevu, licha kile alichokitaja kuwa juhudi za Misri kuitenga Ethiopia kieneo. Wakati huo huo, uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuchochewa na mzozo wa muda mrefu unaozunguka bwawa kuu la kuzalisha umeme nchini Ethiopia ambalo sasa linafanya kazi kikamilifu. Kuongezeka kwa mgogoro unaohusishwa na mvutano karibu na mlango wa bahari wa Hormuz kunaongeza shinikizo kwa Ethiopia kushinikiza ufikiaji wa bahari ya Shamu, wakati nchi hiyo isiyo na bahari ikilenga kupunguza utegemezi wa njia za kikanda kufuatia uhuru wa Eritrea mwaka 1993. Imefanya mazungumzo na mwanahabari Fazul Khalid ambaye ni mfuatiliaji wa masuala za siasa za kikanda. Fazul, mtego huu unaiweka wapi Ethiopia ama mahusiano yake na jirani zake? Ukiangalia vizuri, kuna jinsi taifa la Ethiopia litaathirika na hii ishu nzima ya mgogoro kati yake na taifa la Misri. Ikikumbukwa kuna yale mataifa ambayo yanazingira taifa la Ethiopia kama vile Eritrea na Somalia. Sasa kidiplomasia itakuwa ni hali tete zaidi, na vile vile Ethiopia itaathirika kiuchumi pale ambapo Misri itaendelea kuzuia ufikiaji wa bahari ya Shamu. Sasa ni ishu ambayo inaleta mgogoro mkubwa zaidi na vile vile utata zaidi katika ukanda huu. Ethiopia inaonekana kuzungukwa na mataifa ambayo kidogo hawana mahusiano mazuri kidiplomasia. Katika hili itakuwaje sasa kwao kujiendeleza? Manake tatizo ambalo wanapitia kwa sasa ni swala la ukosefu wa mafuta na ambalo ni janga la kimataifa. Taifa la Ethiopia litalazimika kuboresha mahusiano yake na majirani zake au isalimu amri kwa taifa la Misri, kwa maana swala nzima ya uhaba wa mafuta umeathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo la Ethiopia. Ripoti za hivi majuzi za ndani zilionyesha kuwa meli 3 zinazoelekea nchini Ethiopia zikiwa na tani 1120 za dizeli na tani 1060 za mafuta ya ndege zilikwama katika kanda ya Guba na kufichua uwezekano wa nchi hiyo kukabiliwa na majanga ya ugavi wa bidhaa hiyo adimu duniani. Usumbufu huo umekuwa na athari za haraka kwa Ethiopia ambayo inategemea kabisa bidhaa za petroli zinazoagizwa kutoka nje. Kulingana na ripoti za ndani, usumbufu huo ulisimamisha uigizaji wa mafuta uliopangwa wa Ethiopia wa takriban tani 1180 za mafuta na kulazimisha mamlaka kutafuta vifaa vya dharura sokoni kwa bei ya juu zaidi.
Wakati huo huo, Misri imezidi kuimarisha uhusiano wake wa kimkakati na nchi za Somalia na Eritrea ambazo zimekuwa na mvutano wa mara kwa mara na Ethiopia, ikiendelea na ushawishi wake katika kanda ya bahari ya Shamu. Nimefanya mazungumzo na Francis Mwembe Silva, mwandishi wa habari za kimataifa, kuhusiana na athari inayokabili Ethiopia, manake ni taifa ambalo haina uwezo wa kufikia bahari pasi na kutoa ushirikiano na mataifa jirani. Nadhani mgogoro huu unaweza kumalizika tu ikiwa mataifa yote mawili yatatumia njia za diplomasia zaidi katika kusuluhisha, na hivyo kufanya mambo kuwa rahisi sana. Ni lazima kuwepo na hali ya kidiplomasia zaidi katika kutatua mgogoro huu ili Ethiopia iendelee kufanya au kuweka rasilimali zaidi katika ubavu wake na bila kuhatarisha maisha ya wengine. Asante sana. Wakati huo Misri imezidi kuimarisha uhusiano wa kimkakati na nchi za Somalia na Eritrea ambazo zimekuwa na mvutano wa mara kwa mara na Ethiopia, ikiendelea na ushawishi wake katika kanda ya bahari ya Shamu. Michael Were Muhusia, Auba Swahili Radio, Kilifi. Shukrani sana Michael Muhusia kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Hatua ya Rais wa Kenya William Ruto kutangaza siku ya Ijumaa kuwa bei ya mafuta ya magari itashuka kwa takriban shilingi 10 katika kipindi kijacho cha mapitio ya bei, baada ya shinikizo kufuatia mgomo wa usafiri wa umma uliofanyika juma moja lililopita. Tayari kwenye baadhi ya masoko nchini humo bei za bidhaa muhimu zimeanza kupanda. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Mombasa. Kwa mujibu wa rais, mabadiliko hayo yanatarajiwa kuanza kuonekana katika kipindi kijacho cha kutangazwa kwa bei mpya za mafuta mwezi Juni. Aidha, amesema changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta si ya Kenya pekee, bali imekuwa ikishuhudiwa pia katika mataifa mengine duniani. Katika soko la Kongowea mjini Mombasa, baadhi ya wafanyabiashara na wanunuzi wanasema tayari wameanza kuhisi athari za kupanda kwa gharama za usafirishaji, huku baadhi ya bidhaa za chakula zikiongezeka bei. Madereva wanaosafirisha bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi pwani wanasema gharama ya mafuta imeongeza gharama za uendeshaji. Dereva, kuhusu mambo ya mafuta imewasasiri sana, na mambo ya mgomo hii tumekuwa njia hata mali ilishindwa kufika sokoni kwa ajili ya jamu ya watu kuzuia barabara kwa ajili ya mgomo mafuta. Sasa vyakula pia vilipanda, kabeji tukawa kule tukabaki kule, bita gari moja tu ikafaulu kufika sokoni Mombasa. Hasa wakati huo kabeji ndio walikuwa wamefika mapema, ndio walipata sasa kuuza, vyakula vikapanda bei ghali sana kwa ajili ya kuhusu mafuta. Vitu vilipanda sana, vitu vingi kwa ajili kuathiri mambo ya mafuta. Hii ndio ilileta tabu sana. Kwa hiyo jana na leo ndio gari ndio zimefika kamilifu, ndio mizigo imefika kwa tabu, lakini imefika, ndio watu ndio wanapata kuuza. Maana watu wengi, soko ya Mombasa inategemewa na sehemu nyingi, karibu Mombasa nzima mpaka kidogo. Kwa sasa hivi ndio tuko hapa, lakini mambo ya mafuta imeathiri pale pakubwa sana, imeathiri pakubwa sana. Naam, lori yako inabeba bidhaa gani? Sisi tunabebaga sukuma kutoka Limuru kuja huku kuleta hapa Mombasa. Sisi tunaletaga mboga. Itabidi chakula apandishe gari na wananchi bado watakuwa wanalalamika. Wafanyabiashara nao wamesema wamejikuta wakiongeza bei ili kufidia gharama za usafirishaji. Kwa majina naitwa Catherine. Mimi ni mfanyabiashara hapa Kongowea sokoni Mombasa. Nachukua mali mashambani. Gharama zimekuwa nyingi kwa sababu ongezeko la uchukuzi. Lazima wenye magari wataongeza bei zao kwa sababu wanatumia mafuta kwa bei ghali. Ni lazima nitaongeza bei. Watermelon moja wiki imepita hii ilikuwa ni shilingi ngapi na saizi ni shilingi ngapi? Watermelon moja ilikuwa inaweza kufika zaidi, inategemea na size, lakini sasa unapata ile ya mtu wa chini tulikuwa tunauza 200. Kwa wanunuzi, ongezeko la bei inaendelea kuongeza mzigo wa matumizi ya kila siku. Bei zimepanda kidogo, ilikuwa iko chini, sasa imebidi tugharamike kwa sababu ya diesel kupanda. Kama kitunguu tulikuwa tunanunua na shilingi 100, sasa imepanda 120. Viazi ilikuwa 100 kilo, sasa imekuwa 130. Tomato ilikuwa 70 kilo, sasa ni 100 kilo. Sasa hii imetuongezea gharama maisha. Wakati huo huo, mwenyekiti wa sekta ya usafiri wa umma Edwin Mkabana amesema hatua ya serikali imesababisha kufutiliwa mbali kwa mpango wa kuendelea na mgomo iliyokuwa imepangwa wiki ijayo. Diana Wanyonyi, Auba Radio, Mombasa, Kenya. Na sasa tuitupilie jicho taarifa nyingine ambapo Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika inatarajiwa kuwa na makao yake makuu nchini Uganda
ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili pamoja na lugha nyingine za Kiafrika barani Afrika. Mpango huu unasimamiwa na Taasisi ya Lugha za Kiafrika ya Umoja wa Afrika maarufu kama ACALAN, ambayo inalenga kukuza na kuendeleza na kueneza lugha za Kiafrika katika nyanja mbalimbali za kijamii, kielimu na kitamaduni. Hatua hiyo imetangazwa leo mjini Kampala wakati wa hafla ya uzinduzi wa makamishina wa Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika. Kutoka Kampala, Uganda, mwandishi wetu Isaac Mumena na taarifa zaidi. Uzinduzi huo umefanyika katika hoteli ya 4 Points Sheraton mjini Kampala na kuwatambulisha makamishina 9 wa lugha ya Kiswahili Umoja wa Afrika. Miongoni mwa makamishina hao ni Profesa Mtembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, Lonex Kisembo ambaye ndiyo katibu mkuu, Aida Mtenyo, Profesa Pacific Malonga kutoka Rwanda, ambao wamezungumza na Auba Radio kuhusu shughuli waliopewa ya miaka 4, akianza Profesa Mtembei. Sasa sisi tumepewa jukumu kubwa la kuangalia maono ya wazee waliotangulia, wazee wetu ambao walijenga Afrika, kwamba maono yao ya kuwa na lugha moja ya umajumui wa Kiafrika, hiyo lugha ya Kiswahili. Kwa sisi kazi yetu ni kuangalia azimio la Umoja wa Afrika la kufanya lugha ya Kiswahili lugha ya kazi na lugha rasmi linatekelezeka. Kwa tumeanzia hapa Uganda, lakini moto huu ambao umewasha sasa utaenea Afrika nzima. Tutapeleka kijiti kule Burundi ambako mwenyekiti wa Umoja wa Afrika sasa ni rais wa Burundi. Tumeanza hapa kwa sababu mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yuko hapa. Daktari Aida Mtenyo naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Jukumu ambalo nimepewa ni la ufundishaji na uenezaji wa Kiswahili. Unajua ufundishaji muktadha wake wakati mwingine tunaweza kufikiria ni katika taasisi za elimu ambazo ni rasmi. Lakini ufundishaji ambao tunafikiria saa hizi ni ule ambao utapeleka Kiswahili mashinani, kufundisha katika matumizi yake, katika kukitumia na kukipigia debe, kutoa uzuri wake na jinsi ambavyo unaweza kuendeleza maendeleo mengine. Profesa Malongo ambaye ndio mwanzilishi wa kamishina hiyo alikuwa na haya ya kunena. Miaka 15 iliyopita tulivyoanzisha hii ACALAN Kiswahili kule Nairobi, miaka 15 iliyopita. Kwa sasa hivi baada ya miaka 15 inafufuka kama wanavyosema kwamba Kiswahili kimeanzia huko kinafika Uganda, kimekufa. Lakini sasa hivi mimi nafurahia kwamba kumbe kitu chochote kikifa alafu kikapata mtu wa kukifufua, basi kumbe maskini ya Mungu, leo nimepata mtu ambaye anafufua Kiswahili ambacho kilikuwa kimekufa kama wanavyosema wao. Balozi wa Kenya nchini Uganda, Abuba Nawamba, amezungumzia umuhimu wa kueneza lugha ya Kiswahili na kuwa lugha ya bara la Afrika na kuwakosoa wasomi ambao wataki kuzungumza Kiswahili. Mimi nitatoa changamoto. Nitatoa changamoto kwa wenzangu walio katika nafasi za uongozi, wale ambao wameita elite, wawe tayari kukitumia Kiswahili, wakitukuze Kiswahili, wakienzi Kiswahili, watambue ya kwamba haimaanishi ya kwamba unapozungumza Kiswahili ya kwamba sasa wewe fikra zako ama uwezo wako ni pungufu. Katika uzinduzi huo pia wamezindua safari ya kuwaenzi waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania, Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya, Daktari Milton Obote wa Uganda. Anaelezea Daktari Roni Kisembo. Na mwaka huu nimefurahi sana ya kwamba sasa safari hii itafika mpaka kule Akakoro, kule kwenye boma la Daktari Milton Obote ambaye vilevile ni mwanzilishi wa ndoto hii. Msafara utafika mpaka kule Ichaweri, Kiambu County, vilevile kumuenzi mzee hayati Jomo Kenyatta ambaye vilevile ni mwanzilishi wa ndoto hii ya Afrika Mashariki na umoja wa Afrika. Uganda ndiyo imepewa fursa ya kuwa makao makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya Umoja wa Afrika. Mimi ni Isaac Mumena wa Auba Radio. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na sasa ni muda wa kudundadunda viwanjani ambapo jicho la Auba Swahili leo limeachiwa kwake Samuel Male. Samuel Male, karibu sana udunde viwanjani kwa uzuri kabisa.
Mshambuliaji Luis Diaz amejumuishwa katika kikosi cha mwisho cha wachezaji 26 watakaokiwakilisha Colombia kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 itakayofanyika nchini Marekani, Mexico na Canada. Kocha mkuu wa timu hiyo Néstor Lorenzo ametangaza kikosi hicho usiku wa kuamkia leo, kukiwa na mchanganyiko wa damu changa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa mashindano ya kimataifa. Katika uteuzi huo, nyota wa zamani wa Real Madrid na Bayern Munich James Rodriguez anatarajiwa kuongeza ubunifu na uzoefu katika safu ya kiungo. Katika hatua nyingine, tunaungana na Michael Were Mkusia kwa ufafanuzi zaidi wa makundi ya kombe la dunia itakayoanza Juni 11 mwaka huu. Naam, kundi A wamepangwa wenyeji Mexico, Bafana Afrika Kusini, Korea Kusini na Czechia. Kundi B wapo mwenyeji Canada, Bosnia, Qatar na Switzerland. Kundi C ni mabingwa zamani Brazil, Atlas Lions ya Morocco, Haiti na Scotland. Kundi D yupo mwenyeji Marekani, Paraguay, Australia na Turkey. Mabingwa zamani wa mwaka 2014 kwa maana the German Machine, yani Ujerumani, amepangwa pamoja na Curacao, wanatembo kutoka Afrika Magharibi, Ivory Coast na Ecuador. Kundi F wapo Uholanzi, Japan, Sweden na Carthage Eagles ya Tunisia. Ubelgiji wapo katika kundi E pamoja na Misri, Iran na New Zealand. Mabingwa mwaka 2010 Uhispania wamepangwa katika kundi H sawia na Cape Verde, Saudi Arabia na Uruguay. Dunia itashuhudia tena marudio mwaka 2002 nchini Korea, Japan katika mashindano hayo, ambapo Ufaransa amepangwa pamoja na Senegal sawia na Iraq na Norway katika kundi I. Kundi J ni mabingwa watetezi Argentina, mbweha wa jangwani Algeria, Austria pamoja na Jordan. Ureno, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uzbekistan na Colombia wapo katika kundi K, nao wajukuu wa mfalme Charles III England akipangwa sawia na Croatia, Black Stars ya Ghana na Panama. Timu ya Petro di Luanda imeandika historia nyingine katika Basketball African League baada ya kufuta tofauti ya alama 8 kutoka mchezo wa kwanza wa robo finali na kuichapa Dar City ya Tanzania kwa alama 83 kwa 69 na hivyo kutinga nusu finali kwa mara ya 6 mfululizo. Christopher Karenzi amefuatilia mpambano huo. Mabingwa hao wa BAL ya mwaka 2024 waliingia uwanjani kwa kishindo wakiongoza kwa pointi 10 mwishoni mwa robo ya kwanza kwa alama 26 kwa 16. Kwa jumla, Petro de Luanda walifunga Dar City kwa alama 83 kwa 69 na kutinga hatua ya nusu finali ya Basketball Africa League licha ya Dar City kushinda mchezo wa kwanza kwa tofauti ya pointi 6. Dalili za matatizo ya Dar City zilionekana pia kwenye benchi lao. Nyota wa Dar City David Mishno, ambaye aliitesa safu ya ulinzi ya Petro de Luanda katika mchezo wa kwanza kwa kufunga pointi 12 na kutoa pasi 8 za mwisho, aliondolewa nje ya uwanja katika robo ya pili kutokana na majeraha ya msuli wa paja na hakuweza kurejea tena mchezoni. Mchezaji wa Dar City Hashim Thabiti Manka akiongea na Auba Radio baada ya mtanange huo alisema mchezaji wetu mmoja ameumia, kwa hiyo imebadilisha mfumo mzima wa jinsi tunavyocheza. Mostly ndio hicho kilichoharibu. Tumekuja kupambana, tulikuwa lengo letu ni kufika finali, but kuna mwakani. So we gotta go to, inabidi turudi nyumbani tukafanye kazi, kuna mwakani. Aidha, Hashim amesema kuwa walikuwa wamejiandaa vya kutosha. Amebaini kuwa walifanya kazi kubwa sana, waliweka kambi yao visiwani Zanzibar, Afrika Kusini na Dubai. Hashim Thabiti Manka aliwahi kucheza mpira wa kikapu katika timu ya chuo kikuu cha Yukon Huskies Marekani kabla ya kuchaguliwa kwenye nafasi ya pili ya NBA draft ya mwaka 2009 na Memphis. Kesho Jumatano, wawakilishi wa Rwanda RSSB Tigers watakuwa na miadi na Al Ahly ya Misri katika mchezo wa nusu finali, huku Al Ahly ya Libya ikichuana na Petro de Luanda kwenye uwanja wa ndani wa BK Arena. Kutoka Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, Auba Radio. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Klabu ya Yanga imeweka bayana kuwa inapambana kuhakikisha inatetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya jana kushinda goli 3-1 dhidi ya Namungo FC. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, msemaji wa timu hiyo Ali Kamwe amesema ushindani ni mkubwa kuelekea ubingwa wa msimu huu, ambapo mpaka sasa kuna tofauti ya alama 2 kati ya Simba na Yanga ambao wanachuana kileleni kwenye msimamo wa ligi kuu. Competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tutakubaliana kwamba mechi 5 zilizobakia
ni mechi ngumu kweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi tuifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, shabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kufanya paredi msimu huu, hizi mechi 5 zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ambao tunachukulia labda Champions League. Tufanye maandalizi ya nguvu, tujiakini. Mazingira ni magumu. Naamini watu wanaojua mpira, wana Yanga wenzangu watakuwa wamenielewa. Bingwa unawezekana, timu tunayo, lakini mazingira ni magumu. Nataka tupambane sana. Sisi hatuna pressure yoyote na mtu aliyekuwa chini yetu. Tuna pressure na mechi zetu, kwa sababu kimahesabu tukishinda mechi zetu si tayari mabingwa. Kwa pressure ya Yanga ipo kwenye mechi zake Yanga mwenyewe. Huyo mwingine angecheza mechi 2-3 angetutangulia. Bado sisi tungefocus kwenye mechi zetu. Tunataka tushinde mechi zetu, tunaweka jitihada hapo tushinde mchezo wetu. Kikosi cha Mamelodi Sundowns kimetua salama nchini Afrika Kusini na kupokelewa kishujaa na mamia ya mashabiki waliofurika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo jijini Johannesburg. Mamelodi inarejea nyumbani ikiwa imetwaa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuinyamazisha AS FAR Rabat ya Morocco kwa jumla ya mabao 2-1. Mechi ya kwanza Mamelodi nyumbani ilishinda goli 1-0, kisha ugenini ikatoka sare ya goli 1-1. Huu unakuwa ni ubingwa wa pili wa CAF Champions League katika historia ya masandawana hao baada ule wa mwaka 2016 walipoitandika miamba ya Misri Zamalek. Kwa nukta hiyo leo sina la ziada kutoka viwanjani. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Shukrani sana Samuel Male kwa dondoo hizo za michezo. Msikilizaji wa Auba Swahili, kabla ya kuweka nukta, tuzione tena habari kuu tulizokuwa nazo jioni hii. Gharama zimekuwa nyingi kwa sababu ongezeko la uchukuzi, lazima wenye magari wataongeza bei zao. Rais wa Kenya William Ruto siku ya Jumanne ametangaza kuwa bei ya mafuta ya magari itashuka kwa takriban shilingi 10 katika kipindi kijacho cha mapitio ya bei. Ni lazima kuwepo na hali ya kidiplomasia zaidi katika kutatua mgogoro huu ili Ethiopia iendelee kufanya au kuweka rasilimali zaidi katika ubavu wake. Ethiopia imeishutumu Misri kwa kujaribu kuzuia juhudi zake za kupata ufikiaji wa bahari ya Shamu. Na kuelekea sikukuu ya Eid al-Adha ama Idi ya kuchinja, bei ya wanyama ama vichinjwa zimeripotiwa kupanda hadi 203 huko visiwani Zanzibar. Na kufikia hapa ndiyo natamatisha matangazo yetu jioni hii. Mimi ni Yahya Lisu kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya. Nikushukuru kwa kuwa nasi. Usikose kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Auba Swahili. Nikutakie jioni njema.